لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد zangu Waislamu hapa Kwale, kwanza kabisa baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ningeanza kuwaregeshea shukrani nyote mliohudhuria, na Allah subhanahu wa ta'ala awajaze kwa kuhudhuria kwenyu kila la kheri. Lakini pia singewasahau wale wahusika wa msikiti ambao bila shaka wameandaa jambo hili la Waislamu kukutana kwa ajili ya kukumbushana mambo ya dini. Ndugu zangu Waislamu, hii si mara kwanza sisi kuja hapa, ingawa itakuwa ni mara kwanza kwa ndugu yetu Sheikh wetu Abul Khattab Abdullah Humaid, lakini kwangu mimi na hata Sheikh Abu Hashim tushaikuja hapa zaidi ya mara moja. Na sisi kawaida huwa tunaenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya da'wa, na dawa yetu huwa tunaieleza na tunaieneza kwa uwazi, kwa kuwa sisi tunafanya da'wa salafia. Sisi dawa yetu ni dawa iliyosimama katika msingi wa as-salafia, na ndio dawa ambayo kwa hakika tunaamini ya kuwa ndio dawa ya sawa. Hiyo ndio dawa ambayo tunaamini ya kuwa ndio dawa ya sawa. Na kwa hivyo, kwa kuwa tumekuja leo, pia tutaendeleza dawa hiyo kwa ndugu zetu wa sehemu ya Kwale hii, kwa kuwaeleza hii manhaj ambayo tunatakiwa sote tuifuate. Manhaj salafia ni manhaj ambayo yatakiwa tuielewe vipi. Mimi inshallah leo nitatumia vitabu viwili ambavyo inshallah ndio nitavitumia katika muhadhara wangu. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha Sheikh Fauzani, ni kitabu cha Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, kinaitwa al-Ijabatu al-Jaliya an al-Qadaya al-Manhajiyya. Al-Ijabatu al-Jaliya an al-Qadaya al-Manhajiyya ni kitabu ambacho nitakitumia, kitabu ambacho bila shaka nitachukua ndani baadhi ya masuala muhimu ambayo ameulizwa na nitaeleza majibu yake. Lakini kitabu cha pili ambacho pia nitakitumia ni kitabu cha Sheikh Abu Abdullah Muhammad ibn Said Rasadani, kinaitwa Daimu Minhajun Nubuwa. Daimu Minhaji an-Nubuwa. Ndugu zangu Waislamu, hivi ni baadhi ya vitabu ambavyo vinazungumzia kuhusu dawa hii ya salafia, na hawa ni baadhi ya mashekh ambao huwa ni walinganizi wa dawa hii ambao ni dawa salafia.
na tukifanya hivi tunafanya hivi kwa sababu ya kuwa pia sisi tuweze kujua hao mashekh ambao tutakiwa tuwajue kuwa ndio tunachukua kwao mwongozo wa hii dawa ambayo ni dawa tukufu ya dawa salafia. Kabla sijaingia katika mada yangu ambayo bila shaka nitazungumzia mpaka karibu na magharibi, na Sheikh Abdul Khattab ataanza baada al-maghrib mpaka isha, lakini kabla maghrib nitaacha kipindi fulani cha maswali, ili kama kuna yote ambaye atakuwa na maswali kuhusu manhaj salafi aulize, na pia jambo lingine lolote ambalo linafungamana na dini tukijua tutajibu, na kama tujui tuna kuulizia wanaotuzidi kielimu, na inshallah tutaletea majibu. Ndugu zangu Waislamu, kama nilivyotangulia kuwa dawa yetu ni da'wa salafia, sitagusia sana hii da'wa salafia huwa ni dawa ya kivipi, kwa sababu Sheikh Abdul Khattab atakuja kuzungumzia, lakini ni vizuri nigusie hata angalau kwa uchache ndio niingie katika madamu. Ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia ya kuwa sisi ni duatu salafia, hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu anatakiwa aelewe ya kuwa huwa tunamaanisha nini. Na sababu ya kuwa lazima kila mmoja wetu aelewe kuwa tunamaanisha nini ni kwa sababu ya kuwa kuna maswali ambayo huwa yanaebuliwa na wasiotaka hii da'wa iendelee, na kuna wengine ambao maswala haya wanaibua ambao wanataka wajue ili ile shaka ambayo wanayo ondoke. Miongoni mwa mambo ambayo huwa yanazuliwa kama maswali ama ni shubha, unaweza kupata mtu anauliza kuwa lakini sasa kwa nini watu wafanye da'wa salafia, na ile hali Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alipokuja alituletea Uislamu. Hasa mambo ya salafia yametoka wapi? Na sisi tunachotakiwa tujue ni Uislamu. Mbona watu waseme tu sisi tunafanya da'wa ya Uislamu? Lafia tosha. Hili ni swali ambalo mtu anaweza kujiuliza, ambalo bila kupata jawabu sahihi inaweza likabakia katika nafsi yake na likawa linamsumbua. Lakini kila ndugu yangu ananisikia, nataka nisikie kwa makini sana, ni kuwa ni kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam alituletea Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an akasema inna dina 'inda Allahi al-Islam. Allah akasema waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Mzangu Uislamu, sisi pia tunalingania watu wafuate Uislamu, lakini sasa tukizungumzia kuhusu Uislamu kwa jumla, kwa tunalingania kuhusu Uislamu, ni jambo ambalo litafanya mpaka tuwe tuna maelezo marefu sana ili mtu atuelewe. Sababu ya kuwa mtu atakuwa ni vigumu kutuelewa ni kwa sababu ya kuwa hapa lao kama yule atakayejiuliza swali hilo ya kuwa mbona tuseme kuwa tunafanya dawa kwa Uislamu, tunasema kuwa salafia, lao kama tutambuliza huyu anayesema hivyo ya kuwa je, wewe ni Shia, unakubali kuitwa Shia? Asema hapana. Sasa kwa nini usikubali kuitwa Shia na mashia wanasema hao ni Uislamu? Ni kwa sababu ya kuwa anakataa Uislamu wa mashia. Ukimuuliza kwa je, wewe utakubali kuitwa Ahmadiyya? Asema hapana, si Ahmadiyya mimi. Kwa nini? Na hali ya kuwa Ahmadiyya pia wanajiita Uislamu. Ni kwa sababu ya kuwa yeye anakataa Uislamu wa Ahmadiyya. Ukimuuliza kwa je, wewe unakubali kuwa wewe ni katika makhawarij, ama wewe ni katika Ikhwan Muslimun, ama wewe ni katika Hizbu Tahrir, ama wewe ni katika Jamaat Tabligh, kila ukimuuliza kwambia hapana. Sasa ina maana kuwa wote hawa ni Waislamu, lakini Uislamu wao wao unaona kuwa si sahihi.
Sasa ni kipi ambacho kitafanya mpaka mtu anapotaka kuzungumzia ule Uislamu ambao ni sahihi aseme kuwa mimi nazungumzia kuhusu Uislamu wa kivipi ndio juu kuwa huo ndio Uislamu ambao ni wasawa na takiwa ufuatwe? Hasa hapa ndio baada ya kujitokeza haya makundi ambao ni makundi potofu ambayo yanafuata njia ambayo si sahihi kufuatwa, ikawa sasa lazima kuwe kuna kitu kinawapambanua wale wasiofuata makundi hayo potofu, ili wanaposema kuwa sisi tunafanya da'wa wa Uislamu ambao ni sahihi, wao wanajulikana kweli dawa yao ndio hiyo dawa ambayo tunaitaka, na kila mtu aweze kujua kwa hiyo dawa ambayo kila Muislamu anatakiwa aifuate. Sasa swali linabaki hapa, je, utasemaje kuwa Uislamu wako ndio sahihi na Uislamu wa wenzako si sahihi? Ukasema kwa Mashia wako katika njia sahihi, Ahmadiyya wamepotea, Khawarij wamepotea, wale Muslimu wamepotea, Tabligh wamepotea, ukasema hii njia yako ndio sawa. Kwa ushahidi gani unaweza kutumia kwa kuonesha kuwa hii ndio njia sawa na sasa kila mtu afuate njia hiyo kwa kuwa ndio Uislamu wa sawa? Sasa hapo ndio zao Uislamu ndio sisi huwa tunawaelewesha Waislamu ndio waelewe, kwa sababu kila Muislamu akijua kuwa huo ndio Uislamu wa sawa ataufuata. Sasa kwa sababu ya kuelewesha Waislamu, tunawaambia Waislamu ya kuwa huyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuja na Uislamu, huo Uislamu aliupokeza kwa maswahaba radhiallahu anhum ajma'in. Hao maswahaba ndio walifanya kazi ya kueneza Uislamu huo ulimwengu, na mpaka ukatufikia baada ya hao tabi'in wakaja, baada ya hao atba'u tabi'in mpaka zama za leo. Sasa tuna uhakika ya kuwa ile dawa ambayo tunailingania ambayo ndio Uislamu sahihi ndio dawa ambayo haina shaka. Sababu kubwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa sisi tunaambia watu wote ya kuwa wafate ule Uislamu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha maswahaba. Kwa chochote ambacho tutasema kuwa maswahaba walikuwa nacho katika huu Uislamu, tunasema kuwa huu ndio Uislamu sahihi. Na kile ambacho kitakuwa kimeletwa baada ya maswahaba na tabi'in na tabi'u tabi'in, zile qurunu thalatha ambazo Mtume alisifu kuwa ndio karne bora, basi tunasema kuwa hayo tunakataa. Hivyo tu. Sasa ndio sababu tukawa tunasema kuwa sisi dawa yetu ni dawa salafia kwa msingi huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam tuachia kitabu cha Allah na sunna zake, na walioelewa zaidi hicho kitabu cha Allah na sunna zake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni maswahaba. Hiyo ndio sababu ya kuwa sasa sisi pia tunatakiwa tuelewe huu Uislamu kama walivyouelewa maswahaba. Hasa kwa sababu ya kuwa haya maelezo kama nilivyotangulia kusema ni marefu sana, hasa lazima tupate jina ambalo litakuwa ni jina fupi lenye kukusanya maelezo yote haya, na kwa mtu anaposikia jina hilo tu hili anakuwa ni mwenye kuelewa kuwa kumbe unamaanisha kitu fulani. Sasa ndio sababu kukawa kuna jina linaitwa as-salaf. As-salaf, salaf maana yake nini? As-salaf bimaana man taqaddamaka min abaika wa ajdadika fil fadli, yeyote ambaye amekutangulia katika baba zako na katika babu zako katika fadhila yote, basi huwa anaitwa salaf. Hiyo ni katika lugha ya Kiarabu. Lakini sasa tunapozungumzia salaf ambao ndio makusudio yetu katika Uislamu, tunaposema kuwa sisi tunapata da'wa salafia, huwa maana yake tunakusudia salaf ambao ni maswahaba. Kwa kuwa nini? Hao ndio wametutangulia katika huu Uislamu, maswahaba. Na kila aliyekuja baada ya maswahaba, aliyowafuata maswahaba kwa uzuri na kwa wema, pia anaingia katika nini? Salaf, kwa kuwa wametangulia kwa kufuata hao maswahaba, kama vile sisi pia tunatakiwa tufuate hao maswahaba kwa wema.
Kwa vina maana kuwa asili ya salaf tukisema watu tunakusudia maswahaba, na kisha wanaingia ndani wote watakaokuwa wamefuata maswahaba kwa ule Uislamu ambao maswahaba walikuwa nao. Hii ndio maana salaf. Sasa sisi tunasema kuwa tujinasibishi na hao salaf, maana yake na hao maswahaba. Paka hapo nimesema kwa sitaki nizungumzie kwa urefu kuhusu jambo hili. Hasa tunabakia na pointi muhimu moja ili nifupishe madangu niingie kwenye madangu. Kwa je, hilo la kusema kuwa ili Uislamu uwe ndio Uislamu sahihi lazima iwe ni Uislamu ambao tunafuata maswahaba. Je, hilo jambo lina dalili? Ili ndio tuone kuwa lina uzito na nguvu. Tunasema ndio. Dalili inapatikana kwenye Qur'an. Na dalili inapatikana kwenye Sunna. Na hata katika kauli za maswahaba wenyewe. Na hata katika kauli za watu wema waliotangulia. Nitataja dalili moja moja tu ili nisirefushe. Kwenye Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kuwa waman yushaqiqir rasula, yeyote atakayeenda kinyume na mtume akamkhalifu mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada kuwa shabainikiwa na uongofu ambao ndio mtume alikuja nao Uislamu huu, wayattabi, na akafata ghaira sabilil mu'minina, akafata njia ambayo si ya waumini. Waumini wakati aya hii kishuka ilikuwa ni maswahaba, mimi na wewe tulikuwa hatupo. Kwa ina maana kuwa yeyote atakayeenda kinyume na njia ya mtume uongofu wake baada kuwa shaujua na akafata njia ambayo ilikuwa si ya maswahaba kufuata njia hiyo, Allah anasema ni walihi matawalla, tutamuelekeza alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamuingiza ndani ya moto wa jahannam, wasaat masura. Na bila shaka huu ni mwisho mbaya zaidi. Huu mwisho mbaya amefikiaje? Kwa sababu ya kufuata njia ambayo si ya maswahaba. Kwa hiyo inaonekana wazi kabisa ya kwa yeyote atakayefuata njia ambayo maswahaba kuifuata katika Uislamu atakuwa amepotea. Sababu hakuna njia ambayo itakuingiza motoni isipokuwa ni njia upotofu. Kinyume chake ina maana kuwa ili ufuate njia sawa ni njia ambayo ni ya maswahaba. Huu ndio Uislamu wa sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema pia hivi. Hadithi ni nyingi lakini hadithi maarufu zaidi ni hadithi al-iftiraq. Mtume anasema wasataftariqu hadhihi al-umma, huu umma wake mtume anasema kwa tofautiana na ufarikiana, yani ugawanyike makundi. Mangapi? Ala 73 firqa, makundi 73. Kisha mtume akasema kullu hafinari illa wahida, makundi yote hayo yatakuwa ni makundi ambayo ni mapotofu. Wakibakia hivyo watakuwa nastahili kuingia motoni kwa sababu upotofu unamuelekeza mtu motoni. Ila wahida, mtume akasema isipokuwa ni moja. Masahaba kamuuliza jazakumullahu khairan kwa hili swali lao, man hao watakokuwa ndio katika kundi lilo sawa ni kina nani hao? Mtume akasema ma ana alayhi wa ashabi. Jawabu fupi kabisa lakini natupa muongozo ambao ni madhubuti kabisa. Mtume akasema ma ana alayhi wa ashabi. Katika riwaya nyingine akasema aljamaa, katika riwaya nyingine akasema as-sawadul a'zam. Mtume alipoulizwa masahaba ni kina nani hao ambao watakuwa katika njia ya sawa, Mtume akwambia ni wale ambao watakuwa katika njia yangu mimi na njia ya masahaba wangu. Hii ni kuonesha kuwa ukifuata njia ya mtume na njia ya masahaba, huo ndio Uislamu ambao ni sahihi. Abdullah ibn Mas'ud, na hata maneno yamepokewa kutoka kwa Ibn Umar, anasema man kana mustannan falyastanna biman qadimat, yeyote ambaye anataka kufata njia sahihi ya sawa basi afate wale ambao washakufa. Fa innal ahya la tuman lahum fitna, kwa sababu walioko hai hawasalimiki na mitihani na fitna. Kisha akaeleza maneno marefu lakini mimi nimesema ndafupisha, akasema kwa ulaika ashabu Muhammadin, hao ambao ninakusudia kwa muafate ndio muongoke, manake ni maswahaba wa mtume. Nadhani wengi wenu mnajua haya maneno ya Mashaikh.
Hizi ni dalili tosha za kuonesha kuwa nini yatakiwa tufate nini njia hiyo, ndio tuweze kuwa tumefuata Uislamu sahihi. Ndio sababu akasema Sheikh Fauzani ya kuwa man arada najata, yeyote atakayetaka kufata njia ambayo ndio njia sahihi ya kumuongoza mpaka afaulu, fa alayhi madhhab as-salaf, falyaltazim bi madhhab as-salaf, basi ashikamane na nini na mwongozo na ile njia ya watu wema waliotangulia, akikusudia maswahaba kama nilivyotangulia kusema. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ndio da'wa ambayo sisi tunaamini ya kwa kila Muislamu anatakiwa aielewe na ndio aifuate, na alinganie kila Muislamu afuate njia hii. Ukishaelewa hivyo, hakuna Muislamu yote anaweza akajitokeza kuanza kupinga ya kuwa mimi napinga hakuna kufuata njia hiyo. Hakuna ambaye anaweza kujitokeza kusema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ndio ukweli mtupu ambao hauna doa hata moja, lakini pia ndio njia ambayo ina ushahidi wa kutosha kutoka kwenye Qur'ani na Sunna na kwali za masahaba na waliofuatia katika wema waliotangulia. Innal hamdalillah nahmaduhu